Pumzika, hakupata nafasi ya kutulia kwa sababu kazi ya utakaso ilikuwa haijakamilika na ondoleo la dhambi alikuweko, dhambi ilikuwa ikifunikwa. Lakini maandiko yanasema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa sababu gani? Kazi ya utakaso kama kuhani mkuu ameshakwisha imaliza. Kwa hiyo amepumzika, amekaa kwa sababu kazi ya utakaso ameshaimaliza. Hana mpango wa kurudi kuwatakasa tena watu. Ameshaimaliza. Na hiyo ilikuwa ni mara moja na milele yote. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10. Maandiko yanasema ukawafanya ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo sasa angalia, si tumeona kule kazi ya kuhani mkuu kwenye Agano la Kale, alikuwa akisimamia makuhani wengine na kuhakikisha taratibu zote za ibada zinafuatwa. Kwa hiyo Yesu Kristo kama kuhani mkuu, mimi na wewe kwenye Agano Jipya tumefanyika kuwa makuhani. Kwa hiyo kinachofanyika kama kwenye Agano la Kale ambavyo kuhani mkuu alikuwa akisimamia makuhani wengine, kwenye Agano Jipya Yesu Kristo kama kuhani mkuu anakusimamia wewe na mimi kama makuhani wengine. Kwa sababu ndani ya ile Agano Jipya tumefanywa wote kuwa makuhani na yeye akiwa kuhani mkuu. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya tuna vyeo viwili, tumefanywa kuwa wafalme na tumefanywa pia kuwa makuhani at the same time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Agano la Kale ambapo kuhani alikuwa akisimamia makuhani wengine, na ndivyo jinsi ilivyo Yesu kwenye ile Agano Jipya anatusimamia sisi makuhani wengine kwa kazi za kikuhani. Alafu shift imebadilika. Sasa hivi hatuendi Yerusalemu kwa ajili ya kuabudu, tunaabudu tukiwa mahali tulipo katika roho na kweli, kwa sababu Baba alikuwa akiwatafuta watu wao na amekwisha kuwapata. Kwa hiyo shughuli za kikuhani unazifanya mahali popote ukiwepo. Haleluya. Sasa unajua kazi ya kuhani ni kuomba. Kazi ya kuhani ni kuomba. Kwa hiyo na wewe ni kuhani mbele za Mungu, na Mungu anayasubiria maombi yako, kwa sababu maombi yako ni harufu ya manukato.